Na wasalimuni nyote wafuasi wa vipindi vya Ni Vision TV, runinga ya YouTube channel inayowaletea vipindi kupitia lugha mbili ambazo ni Kirundi na lugha ya Kiswahili. Leo tunataka kuongelea mambo mawili na mkutasari wake ni mashambulizi makali, mashambulizi yaliyoonyesha ubabe na zana zito zilizotumiwa na Urusi kwa kumshambulia Ukraine, mpinzani wake wa miaka mingi. Vita hii kama mnavyojua ni vita inayoendelea kipindi cha miaka 4 na imebadilisha mambo mengi kwenye sura ya ulimwengu, ikiwa kiuchumi, kisiasa na geopolitics. Yani tunajifunza mengi, na mkumbuke ni vita ilivyoibuka imesimamisha coronavirus. Risasi la kwanza lilipolipuliwa kule kwenye ardhi ya Ukraine, coronavirus imesahaulika. Kipengele cha pili, na tutaona ziara ya huyu Rais Donald Trump anayoendelea kuifanya huko China inamaanisha nini katika vita vinavyoendelea dhidi ya Israel na Marekani wanavyopigana na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Je, ziara hii ina ishara ya kusimamisha vita au ina mambo mengine? Tutabobea zaidi kwa ufafanuzi wa kina na tupate yaliyodhiri ndani ya hizi hatua za kuwa Marekani si mpenzi hata kidogo wa China. Hapana, ni maslahi wao tu. Jeraha kama hizi ni maslahi. Acha tuingie katika kina zaidi, tuchimbue habari hizi motomoto ambazo zinatufikia kutoka kila kona za ulimwengu. Mkutasari wa habari zenyewe nilizozichukua, ninazotaka tuziongelee leo ni hizi mbili tu, kwa sababu ulimwengu unapitia habari nyingi chungu mbovu. Mupo pale mlipo, popote mlipo, na wasalimuni na watakia kila laheri, muwe buheri wa afya, muwe na amani moyoni, afya nzuri, hera, fedha na miradi ya kuongezea hizo fedha ziwe ndani ya maisha yenu. Ninyi ni watu wa thamani sana, na amani ya Mungu Muumba wa kila kitu iwe juu yenu nyote. Acha nianze na habari yenyewe, habari inayoanza na kichwa cha habari: mashambulizi makali. Mashambulizi makali amefanyika kule nchini Ukraine. Ya leo au ya usiku uliopita ni mashambulizi yaliyokuwa naonyesha ubabe mwingi, utaalamu wa zana za kijeshi. Vita uisikie mbali, usisikie karibu. Hawa wababe wa vita na mtaja Vladimir Putin wa Urusi na mpinzani wake Zelensky wameshaonyeshanya misuli na vifua na kufanya majaribio ya kila zana za kijeshi kutoka NATO na wanaomsaidia Ukraine kupigana hii vita. Wameonyesha kila rangi, kila kifaa kimeshafanywa majaribio. Vita hii imeonyesha kwamba kadri inavyoendelea kupiganwa na miaka inavyoendelea kuzidi kwenda, kila upande, iwe ni upande wa Ukraine, iwe ni upande wa Urusi, kila upande kumeonekana nia ya kutoendelea na vita hii na kutafuta mbinu ya kuisimamisha ili amani ipatikane katika zile nchi mbili. Kama mnavyojua, Ukraine imewapa nafasi ya kupigania hawa mababe wawili, kwa sababu ulimwengu kwa leo hii tunavyoongea umo mikononi mwa watu
watatu wazuri, wenye misuli, wenye vifua, wenye nguvu, wenye kila kitu. Ni wataje watatu ambao kama tulivyoiona ilivyoanza nani Yalta Conference imeanza na watu watatu, na leo hii miongoni mwa hao watu watatu wameongezea wawili ambao ni China na Ufaransa, na kipindi hicho ilikuwa ni Uingereza, Marekani na falme za Kirusi, Soviet Union. Lakini leo ubabe wa ulimwengu umo mikononi mwa Marekani, Urusi na China. Hilo msisahau, kwa sababu hapa kwenye runinga ya New Vision TV, New Vision TV inayopeperusha vipindi vyake katika lugha za Kirundi na Kiswahili. Msisahau, hapa ni kuchangia ujuzi na kusemesha ukweli na kuelimishana na kubadilisha menendo, na tuwe wazalendo na tumtumikie Mungu. Kweli inatakiwa wewe na mimi tuondokane na usingizi unayotufunga hapa. Vita hii, Urusi wameshambulia miji zaidi ya 20 ndani ya nchi ya Ukraine usiku uliopita, ambapo kumetumika drone zaidi ya 8,000 na kukalengwa shabaha ambazo zimeleta uharibifu, zimeua watu. Dhuru zinazoaminika, ukifuata France 24, TV Monde na wapi, wanaonyesha kwamba amefariki mtu mmoja na watu zaidi ya 31 wamejeruhiwa. Hayo ni matangazo rasmi ambayo yanaonyeshwa na wale wanayo vyombo vinavyohusika. Lakini Urusi amemuonyesha nani Zelensky kwamba ingawa umedanganywa ndugu yangu na hawa wa magharibi, mkiwemo Marekani na Ulaya kwa ujumla na NATO kwa ujumla, mimi siteteleki wala sitishiki. Hayo yote tunayoyafanya ni mchezo wa kitoto. Na wakasema kwa sababu ya jiara ya Trump ambaye anaifanya kule China, nataka nimuonyeshe kwamba simuogopi, nina haki ya kufanya chochote kile ninachokifanya juu yako. Na hizi vita mbili kali ambazo zinaendelea kwa sasa, moja imeanza kuna miaka 4 iliyopita, hii ya NATO Marekani wanaopigana na Urusi kutumia ardhi ya Ukraine, imeshawachosha kila upande, kwa sababu za silaha zilizotumika na wale wataalamu wa kuzitengeneza utakuta wana upungufu fulani. Na Urusi wamechoka kwa sababu vita inapeleka watu. Na Urusi mjue, vita vya pili ni watu ambao ni wapiganaji ambao wana msimamo si wa kawaida, kwa sababu vita vya pili vimepeleka maisha ya watu wa ufalme wa Kisovieti upande huu kipindi kile zaidi ya milioni 27, ikiwemo askari na raia wa kawaida. Wamepoteza watu wengi sana, mpaka wakazidi kupigana na mpaka wakaipata ushindi, wakamng'oa meno na wakamwangusha Adolf Hitler. Na leo hii msimamo huo ubabe huo ndio wanaozidi kuonyesha. Lakini usiku uliopita amefanya shambulizi ambayo ni ya kufa mtu, drone zaidi ya 800, na mpaka wakaonyesha zana nzito, missile nzito. Kwa mfano wameonyesha missile ambao ni ina uwezo wa kwenda umbali wa kilomita zaidi ya 35,000, zaidi ya urefu wa kilomita 35, na maana wana uwezo wa kulenga shabaha na kushambulia popote wanapotaka ulimwengu kote bila kuzuiliwa na mtu yeyote. Ina maana misile wanazoonyesha kwa sasa, ikiwemo hii ya Burventik Samat ambayo ni shetani wa pili, Oceanic, na misile zingine ni kali sana mno, ni misile za kutisha na za kuua watu sana. Ina maana nini? Hii kuonyesha kwa zana hizi vina maana gani? Ina maana wanaonyesha ulimwengu wote, jameni, nyinyi msituchukulie kama watoto wadogo. Na mkumbuke, Irani peke yake imeonyesha uwezo na utaalamu wa miziri na drone ambazo wanazitengeneza kwa bei ndogo sana. Ingawa Marekani nasema hata ameshamshambulia
Iran hana nguvu majini, angani, wapi. Uongo mtupu. Iran na kwa sasa ni tishio, lakini Urusi ni mubabe mkali sana. Jameni, muwe watu wanaopenda vipindi viwafikiavyo kupitia runinga ya Ni Vision TV, Ni Vision TV katika lugha ya Kirundi na Kiswahili, ili tufundishane, tupeane, kwa sababu wengi upande wa kwetu Afrika ni watu tunataka kujiraria tu kama watoto wachanga, na ulimwengu unachemuka. Wengine wanajifunza mambo ya teknolojia, wengine wanajifunza mambo ya ukinuana kiuchumi, kijeshi. Na mfano hizi nchi 2 3 zilizoungana upande wa Afrika ya Magharibi, na itaja Mali, Burkina Faso na Niger, zio mfano wetu, kwa sababu kutengamana ni udhaifu na kujiunga ni nguvu kali, na vinatisha hawa manyangao hawa wa Magharibi. Na ziara hii ya Donald Trump kule nchini China, ambapo ameanza jana na amefika kweli, amepokelewa na heshima zote za Kichina, ina maana nini? Lengo la ziara hii ya Trump kule China, mkumbuke kwamba mwanzo alikwenda kule waziri wa parliament ya Iran, Bagheri. Ina maana mambo wanayoweka mezani ni biashara, kwa sababu Trump amepeleka mataalamu wengi wakiwemo waziri huu wa vita, waziri wa fedha, waziri wa mambo ya nje, na Elon Musk na matajiri wengi mno. Kule kwanza ni biashara na jinsi gani ya kusimamisha hizi vita. Kuna vita 3 nafikiri ziko mezani wanajadiliana. Ni hii vita ya Ukraine na Russia, vita ya Iran, Amerika na Israel, na hii vita ya ndugu zetu waliovamiwa, hao ndugu zetu wa Kongo DRC, kwa sababu madini, malighafi ndo lengo linaokusudiwa baada ya hizi vita. Hizi vita zinapeleka maisha ya watu, zinaharibu miundombinu, zinahitaji kutengeneza vifaa vya kijeshi, kutengeneza hera. Na nimewahi kuambia ya kwamba mshindi kati ya hawa watu watatu dhidi ya vita vya Marekani, Israeli wanavyopigana kule Jamhuri ya Iran, atakayeshinda ni mtu mwenye silaha nyingi, watu wanaozitumia, na mambo ya dhuru za upelelezi, na pia kuwa na hera. Vita vinahitaji vitu vingi, na vita mara nyingi huwa vinaanzia mezani, ofisini, na mwisho wake vinaishia pale pale ofisini. Ofisini kwa leo tunaweza kusema China inaweza kuwa ndo mwanzo wa kujadiliana mwisho wa hizi vita, kwa sababu Trump hapa amechoka, na yeye yuko hoi. Miezi 3 tu yeye ameenda kuvamia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, akiwa nafikiri kwa itakuwa ni Venezuela. Kule atafanya yale aliyofanyia Maduro, akajikuta ameenda kuwagusa kwenye macho mababe wa kivita, wapiganaji ambao haogopi kifo. Kwao kifo ni tuzo, wale watu wa Jamhuri ya Iran. Na kwanza wanawasome hii vita sasa, kutokana na kufungwa kwa Hormuz, ulimwengu wote uko magotini. Ukija upande wa huku kwetu Marekani, maisha yamesha kuwa maisha, yani mafuta galoni 4 tulikuwa tunatumia $2 na visenti, sasa hivi ni $4 na visenti bana. Hapa kwetu Texas, ambao kuna machimbo ya mafuta na yale refineries. Nenda New York, uliza watu wa California, uliza watu watu tuna maisha magumu, maisha yenye uchungu. Na uchaguzi huu utakayofanyika ndani ya miezi 5 ndo Trump atauona, atakiona cha mtemakuni. Wademokrati wakishinda na miezi pale Ikulu, pale Ikulu atahesabiwa miezi tu ya kukaa, watamuondoa na impeachment. Watu wameshachukia sana, mimi ni miongoni mwao. Ametuahidi kwamba hatafanya vita kipindi cha uchaguzi, na angalia nayo yafanya. Anatumikia maslahi ya nchi zingine, sio sisi wa Marekani. Unatumikia kamshahara kako, maisha, kuendesha ili na lile, tunashindwa. Ndugu zangu, ni karibuni kwenye runinga ya Ni Vision TV, na wasalimuni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth kwa Wakristo.
Ndugu zangu wa Islam, asalamu alaikum. Ndugu zangu wa Kihibrania, shalom. Muwe kama kipindi kitakufurahisha, bonyeza alama ya kidole gumba chenye kuonyesha alama ya kupandishwa juu, na changia na wenzako, wapase wenzako, share, subscribe, na tuwe wabingwa wa kupenda ujuzi, aidha kutumia vitabu, na tuwe na mienendo ya kuongea, kwa sababu wengine wameshaendelea kwa sababu wanajadiliana kila kona za maisha. Asante sana na Mungu awabariki.